Timu ya FC Bomet imepanga kubaki na kikosi chake kilichofanya vizuri katika msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu ya Kenya FKF Premier League. Kocha mkuu Sami Pamzo Amolo amethibitisha kuwa mabadiliko yatakuwa machache sana kwenye dirisha lijalo la usajili. Ametaja nafasi za kuimarisha msimu ujao ikiwemo nafasi ya kipa, safu ya ulinzi pamoja na ushambuliaji ili kuongeza ushindani zaidi msimu ujao. Kocha Omolo ambaye ana uzoefu mkubwa katika soka la Kenya amesema wachezaji wake wanastahili nafasi nyingine ili kuendeleza kazi nzuri walioanza msimu uliopita. Na nikiripoti Ulimwengu wa Michezo, niite Joseph Amboka. Jumuiya ya wanasheria nchini Kenya LSK imepinga wito wa kuahirishwa kwa uchaguzi mdogo wa ubunge wa Ol Kalou kutokana na madai ya ukiukaji wa sheria wakati wa kampeni. LSK inasema wapiga kura hawapaswi kunyimwa haki yao ya kuchagua kiongozi kwa sababu ya vitendo vya wagombea au washirika wa kisiasa. Rais wa LSK Charles Kanjama amesema tume ya huru ya uchaguzi na mipaka IEBC pamoja na taasisi zingine husika zinapaswa kuchunguza na kuadhibu wale wanaohusika na makosa ya uchaguzi badala ya kuahirisha uchaguzi huo. Jumuiya hiyo imeeleza wasiwasi kuhusu madai ya kuhongwa kwa wapiga kura, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, vitisho na vurugu wakati wa kampeni. LSK inataka IEBC kutekeleza sheria za uchaguzi kwa haki na kuhakikisha kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria. Na hapo ndipo nahitimisha habari ya Radio Taifa. Niite Joseph Amboka. Klabu ya Real Madrid wako mbioni kuboresha kikosi ili kurejesha hadhi ya klabu baada ya misimu miwili bila taji kubwa. Madrid imefikia makubaliano na klabu ya Chelsea kumsajili beki wa Kihispania Marc Cucurella kwa ada takriban euro milioni 55 baada ya kombe la dunia. Cucurella mwenye umri wa miaka 27 alijiunga na Chelsea akitokea Brighton mwaka 2022. Chelsea ambayo ilimaliza ligi ya Premier League msimu uliopita katika nafasi ya 10 imekuwa ikikumbwa na changamoto nyingi. Mashabiki wa Real Madrid na Chelsea sasa wanatarajia kuona mabadiliko makubwa msimu ujao, huku usajili na uteuzi wa makocha ukibadilisha sura ya vilabu hivi vikubwa barani Ulaya. Nikiripoti Ulimwengu wa Michezo, niite Joseph Amboka. Timu ya Kenya chini ya umri miaka 17 Harambee Junior Starlets watapatana na timu ya Afrika Kusini siku ya Jumamosi tarehe 4 katika uwanja wa Lucas Moripe kule Pretoria kwenye raundi ya mwisho ya kufuzu kombe la dunia la FIFA la wasichana chini ya umri miaka 17 mwaka wa 2026. Kocha mkuu wa Kenya Junior Starlets Mildred Cheche amesema kuwa timu yake iko tayari kwa mchezo huo wa kwanza dhidi ya Afrika Kusini. Cheche amesema pia maandalizi kupitia michuano ya Sekafa yamesaidia timu kupata uzoefu wa mechi za ushindani. Sekafa ilikuwa nzuri kwa timu kwa sababu ilitupatia ample time ya preparation. Tulikuwa na the main squad, kaenda ikapata training matches of which na feel ni very important kwa timu kupata mechi za kujaribu before the main. Kenya itamkosa kiungo Grace Mumu ambaye bado hajapona tatizo la kifua, lakini wachezaji wanaamini wako tayari kwenye changamoto hiyo. Nikiripoti Ulimwengu wa Michezo, niite Joseph Amboka. Timu ya taifa ya wasichana chini ya umri wa miaka 17 Harambee Junior Starlets wanapambana na Afrika Kusini Jumapili hii Julai 12 kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo hapa jijini Nairobi kwa mchezo wa marudiano wa kufuzu kombe la dunia. Baada ya Facebook na Velo Mabua kuwapa ushindi wa mabao 2-0 kwenye mechi ya kwanza kule Pretoria, kocha mkuu Mildred Cheche amesema wasichana wanajiandaa vizuri kwenye mechi ya Jumapili na kuwaomba mashabiki kujitokeza kwa wingi. Mbunge wa Yala Winnie Odinga amewasihi Kenya wajaze uwanja wa Nyayo kusherehekea wasichana hawa shupavu. The Junior Starlets are literally one game away from the FIFA Under-17 World Cup. So this Sunday, let's fill up Nyayo Stadium, bring the noise, bring the vibes, grab your buddy, get dressed in your Kenyan colors and meet us at Nyayo Stadium on Sunday the 12th of July. Na nikiripoti Ulimwengu wa Michezo, niite Joseph Amboka. Kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua amesema yuko tayari kuwania urais pekee na hata kubali kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi ujao. Karua amesema iwapo hatachaguliwa kuwa mpeperusha bendera wa muungano wa upinzani atamuunga mkono kikamilifu atakayechaguliwa. Aidha amesema kuwa katika siku 100 za kwanza iwapo atachaguliwa kuwa rais ni kurejesha utawala wa sheria, kuboresha utoaji wa huduma za afya, elimu na huduma za umma pamoja na kuhakikisha kuwa wote wanao
wakiuka sheria wanashughulikiwa ipasavyo bila kujali nyadhifa zao. Kwingineko ni kuwa Wakenya 477 waliorejeshwa nchini kutoka Afrika Kusini kufuatia mchafuko wa chuki dhidi ya wageni sasa wanaomba serikali wasaidie kifedha. Wakizungumza katika idara ya masuala ya diaspora, walisema walirejea bila ajira wala chanzo cha mapato. Wametaka kupatiwa fedha za kuanzisha biashara na kujikimu. Pia wameeleza kuwa watoto wengi waliozaliwa Afrika Kusini hawana vyeti vya kuzaliwa vya Kenya. All the children who are born in South Africa do not have birth certificates. Very many others came from prison, Lindera, without IDs. Hali inayowazuia kuandikishwa shuleni. Wengine walirejea bila vitambulisho vya taifa, huku baadhi ya familia zikiomba serikali kusaidia kurejesha miili ya jamaa zao waliofariki nchini humo. We also have cases of some of deaths that happened. We want those bodies brought back.